Jana Jumatano Novemba 5 mwaka 2025, Rais wa Marekani Donald John Trump alitoa kauli kali akisema kwamba Marekani itasitisha mara moja msaada wake wote kwa Nigeria ikiwa serikali ya nchi hiyo haitachukua hatua za kukomesha mauaji ya Wakristo. Akizungumza kupitia taarifa na mitandao ya kijamii, Trump alisema Marekani itaenda katika nchi hiyo iliyotiwa aibu kwa sasa kwa bunduki zikiwa zimenyanyuliwa, akimaanisha uwezekano wa kuchukua hatua za kijeshi endapo serikali ya Nigeria haitashughulikia ipasavyo tatizo la ukatili dhidi ya Wakristo. Kauli hii imezua taharuki kubwa katika uhusiano wa kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili. Wiki moja kabla tangazo hilo, serikali ya Marekani ilikuwa imeiweka Nigeria tena kwenye orodha ya nchi zinazotajwa kuvunja uhuru wa kuabudu, na hatua hiyo ilifuatia ripoti zilizodai kuwepo kwa mauaji ya mara kwa mara ya Wakristo, hasa katika maeneo ya kaskazini na kati mwa Nigeria, ambako mashambulizi ya wanamgambo wa Boko Haram na kundi fulani yamekuwa yakiripotiwa. Aidha, mnamo Novemba mosi, Trump alisema kuwa tayari ameagiza idara ya ulinzi kujiandaa kwa hatua za haraka za kijeshi endapo serikali ya Nigeria haitachukua hatua thabiti kuwalinda Wakristo. Kwa upande wake, serikali ya Nigeria imepinga vikali madai hayo. Waziri wa mambo ya nje wa Nigeria, Yusuf Tuga, alisema kuwa hakuna sera wala hatua yoyote ya serikali inayolenga dini fulani, akisisitiza kuwa katiba ya Nigeria inalinda uhuru wa kuabudu kwa wananchi wote. Aliongeza kuwa mauaji na mashambulizi yanayoendelea nchini humo hayana msingi wowote wa kidini pekee, bali yanahusisha ugaidi, migogoro ya ardhi na uhalifu wa kijamii unaoathiri Waislamu na Wakristo kwa pamoja. Serikali ya Nigeria imeyataja madai ya Trump kuwa ni taarifa zilizotokana na takwimu zisizo sahihi. Hata hivyo, kauli ya Trump imezua mjadala mpana katika duru za kimataifa. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wameonya kuwa vitisho vya Marekani kuingilia kijeshi taifa huru kama Nigeria vinaweza kukiuka sheria za kimataifa na kuvuruga uhusiano wa kibiashara kati ya nchi hizo mbili. Nigeria ni mshirika muhimu wa Marekani katika masuala ya kiusalama, biashara ya mafuta na mapambano dhidi ya ugaidi barani Afrika. Wataalamu wanasema kuwa badala ya vitisho, Marekani ingeweza kutumia diplomasia na ushirikiano wa kijasusi kuisaidia Nigeria kukabiliana na mizizi ya tatizo hilo. Sasa hali bado ni tete. Marekani haijatangaza rasmi hatua yoyote ya kijeshi, lakini vitisho vya Trump vimeibua hofu ya mvutano wa kidiplomasia na athari za kiuchumi, hasa endapo misaada ya Marekani itasitishwa. Kwa upande mwingine, Nigeria imeendelea kuonyesha uthabiti wake katika sera za ndani, huko serikali ya Rais Bola Ahmed Tinubu ikisisitiza kuwa itaendelea kupambana na ugaidi kwa mujibu wa sheria na kuheshimu uhuru wa dini. Dunia inasubiri kuona iwapo kauli kali ya Trump itageuka kwa sera halisi ya nje ya Marekani au zitabaki kuwa tu ni onyo la kisiasa kwa serikali ya Nigeria. Christianity is facing an existential threat in Nigeria. Thousands and thousands of Christians are being killed. The United States cannot stand by while such atrocities are happening in Nigeria and numerous other countries. It's not only Nigeria, it's all over. We stand ready.